hapo mwanzo kabisa vitu vyote tunaweza tukazungumza hapa, mwanzo kabisa ulikuwa ni uumbaji. Ule mwanzo kabisa ni uumbaji. Kwa sababu ni nini? Uumbaji. Na unapotaka kufanya matumizi yoyote au maisha ambayo tunaishi, haya maisha tunayoishi, hauwezi kufanya jambo lolote pasipo kuhusisha uumbaji, si ndio? Hauwezi kufanya jambo lolote pasipo kuhusisha uumbaji. Kwa hiyo unapozungumzia habari ya uumbaji, maana yake uumbaji, maana yake kuna uumbaji kwa maana aliyeumba, alafu kuna uumbaji. Unasikilizana? Kabla ya uumbaji, muumbaji alikuwepo. Muumbaji alikuwepo. Na kama muumbaji alikuwepo, maana yake vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mwanzo, kabla vitu vyote, muumbaji alikuwepo. Kilichofuata ni uumbaji. Muumbaji alikuwepo na kilichofuata ilikuwa nini? Uumbaji. Maanake uumbaji wote umetokana na uumbaji. Msikilize vizuri, kwa sababu kuna jambo la muhimu nataka kulifundisha. Naweza nikawasumbua, lakini ndio ukweli wenyewe. Amen. Kwamba hauwezi ukajifunza jambo lolote likawa nje ya uumbaji. Elimu yoyote utakayojifunza, hata ya dunia, hata ya watu, chochote utakachojifunza au chochote utakachokifanya, huwezi kukiepusha na uumbaji. Maana yake uumbaji ni kama malighafi ya kila kitu ambacho tunakiishi. Amen. Sasa katika uumbaji wote, Mungu alipoumba, ni mtu tu ndio alikuwa sura na mfano wa Mungu, si ndio? Maana yake ni mtu pekee ndiye aliyetokana na Mungu, kwa sababu yeye ametambulishwa kama sura na mfano wa Mungu. Anasema Mungu akamuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake. Kwa sura na kwa mfano wake akamuumba mtu mke na mtu mume. Kwa sura na kwa mfano wake. Lakini viumbe vingine vyote havikuumbwa hivyo. Maana yake tunapozungumzia kwa maana ya asili, kwa maana ya asili ni kwamba mtu asili yake ni Mungu, kwa maana ya sura na mfano wa Mungu, si ndio? Tuko sawa? Nisikilize tu. Mtu ni sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kama mtu ni sura na mfano wa Mungu, Mungu akampa huyu mwanadamu nchi ili aitawale. Atawale viumbe vyote ambavyo vitakuwepo. Sasa unapokuja kwenye maisha ya tunayoishi sasa, unajua sisi tumetawaliwa na, yani kumekuwepo na vitu vingi sana. Vingi sana, hasa kwenye mambo ya maisha ya imani. Kwenye maisha ya imani, kwa sababu hatukupata wakati wa kujifunza elimu ya imani, kwanza kilichotokea ni kwamba
kwenye maisha ya imani sasa, ambapo ndiko dunia nzima inaishi. Ile namna yetu ya kuamini imekuwa na utata mkubwa sana. Imekuwa na nini? Sema kwa sauti. Utata. Hebu sema utata. Utata. Imekuwa na utata kwa sababu kila mmoja kuna mahali ameshika na kila mmoja kuna mahali anakoamini. Amen. Amen. Kila mmoja wetu hapa tuliko kuna mahali aliposhika, kuna mahali anapoamini, na akiachia tu pale anapoamini anashika mahali pengine saa hiyo hiyo. Au kuna mtu anaishi hewa? Hapana. Yaani kuna mwingine anaamini hata kivuli chake, yaani hata kishika. Yaani manake mwanadamu hawezi kuishi loose, lazima ashike mahali, na ile inatokana na uumbaji, kwamba Mungu alipotuumba kwa sura na kwa mfano wake alituumba tegemezi, kwamba hatuwezi kuwa na maisha yetu wenyewe pasipo yeye. Na ndio maana ukimwacha Mungu lazima ushike mahali pengine. Kwa nini? Huwezi kuishi peke yako, kwa sababu ile ni sheria ya uumbaji, kwamba ule mfumo wa uumbaji wa mtu unaonyesha kwamba alikamilishwa katika namna ya kuwa tegemezi. Yaani sio hawezi kujitegemea, ila ili aweze kuishi lazima awe tegemezi. Yaani lazima awe na kitu kinachofikirisha ndani yake kwamba huu ndio msaada wangu, hii ndio nguvu yangu. Sijui kama tunaelewana. Yaani hakuna mtu ambaye anajiishi mwenyewe. Anaishi kwa kutegemea mahali, kwa kushika kitu. Na yale maisha ndio yanaitwa maisha ya imani. Sasa huko duniani unakuta kuna makundi mbalimbali, si ndio? Kuna makundi, yaani kila mtu sasa imetugawa, imetuweka katika makundi tofauti. Katika makundi unakuta kuna Wakristo, kuna wapagani, kuna Waislamu, kuna Wabuddha, yaani kuna makundi mbalimbali. Yale yote yanajulikana kama makundi ya imani. Kuna wapagani, hata upagani ni imani. Kwa sababu wale walioitwa wenzao wapagani, maana yake ni kwamba wamesema kwamba hao wanaabudu miungu. Ndio maana upagani. Yaani unaabudu miungu isiyojulikana. Lakini ukitoka hapo ukija sasa kwa Wakristo, ukija kwa Uislamu, wao wanasema wanamwabudu Mungu wanayemjua. Lakini yule Mungu wa wapagani hajulikani, anajulikana kwa wapagani. Sawa au sio sawa? Sawa. Sasa hayo ndio maisha ambayo tumejikuta nayo. Ndio maisha ambayo tumefanyaje? Tumejikuta nayo. Kwa hiyo ukija kwenye hayo makundi, kila siku yanazidi kuboreshwa. Ukija kwenye Ukristo, kila siku unazidi kuboreshwa. Na kila dini au kila imani inafanya maboresho usiku na mchana. Kuna maboresho yanayotokea, ndio maana unakuta hata kwenye Ukristo kuna kila tukilala utasikia makanisa mapya yanafunguliwa, si ndio? Yale mapya maana yake maboresho. Yaani mimi kama mtumishi naona kwamba kuna mahali ambapo hapako sawa hapa, si ndio? Kwa hiyo ninapokwenda kuanzisha kazi yangu naenda kuianzisha kwa maana ya maboresho. Kweli unakuta mtu ana wito, Mungu amekuita, ni sawa, ana wito ndani yako. Yaani una wito ndani yako. Labda niseme hakuna aliyeumbwa ambaye hana wito. Aina yoyote ya utumishi ambao unautumikia, huo ni wito. Uwe daktari ni wito, uwe mwalimu ni wito, uwe mkulima ni wito, kufanya biashara ni wito. Jambo lolote unalolifanya kama kazi ni wito. Amen. Ni wito. Jambo lolote linalokubalika. Sio jambo lolote linalokubalika. Linakubalika wapi?
kwenye dhamiri, sio kwa Mungu wala kwa shetani, kwenye dhamiri. Dhamiri ya nani? Ya kwako. Unajua mwizi anapokwenda kuiba, dhamiri yake inamwambia hiyo sio kazi sawa, lakini inabidi ufanye hivyo sababu ya maisha. Bila mtu unapofanya kitu ambacho sio maisha yako, ile dhamiri inakwambia hicho kitu sio sawa. Ni kweli au si kweli? Hakuna mtu ambaye dhamiri yake haitamshuhudia akifanya jambo lolote. Jambo lolote utakalofanya, dhamiri itakushuhudia kwamba hilo jambo sio kweli. Bila hata kama ujui mlango wa kanisa, hata kama ujui mlango wa msikiti, hata kama hujai kuongea na mtu yeyote, lakini dhamiri humshuhudia mtu kwamba unachofanya sio sawa na unachofanya ni sawa. Dhamiri, sababu dhamiri ni sehemu ya uumbaji. Sehemu ya nini? Ya uumbaji, hupatikana katika nafsi. Sasa dhamiri, kabla ya dini yako, kabla ya dini chochote, dhamiri humshuhudia mtu kwa habari ya maisha yake kwamba kile unachokifanya ni sawa au sio sawa. Dhamiri humshuhudia. Yaani tuliumbwa hivyo. Maana kile namna yetu ya kuumbwa inatupa uhakika wa kuishi maisha mema bila mtu wa pili, kwa sababu dhamiri hushuhudia. Si kama mnanielewa? Dhamiri inafanyaje? Inashuhudia kwa mtu mwenyewe kwamba hicho unachokifanya sio sawa. Dhamiri hushuhudia. Sasa manake uumbaji, kabla hizi dini zetu, bado watu waliweza kuishi maisha matakatifu kwa sababu walikamilishwa katika utakatifu kwa namna ya kuumba. Kwa sababu ndani ya mtu, pasipo ufahamu wote, pasipo kujifunza, dhamiri iko ndani kumshuhudia kila mtu juu ya mema na mabaya. Kwa maana yake ujue kabisa kabla hujaenda kwenye mambo ya imani, ulikamilishwa katika namna ya Mungu, na ndani yako kuna dhamiri ambayo ina uwezo wa kuongoza maisha yako tangu mwanzo mpaka mwisho katika namna ya maisha mema, pasipo kukutana na mtu yeyote, pasipo kuhubiriwa habari njema, pasipo kuambiwa kuna Yesu, pasipo kuambiwa kuna Mungu, pasipo kuambiwa kuna shetani. Ile namna yako ya kuumbwa ndani ya nafsi, kuna eneo la dhamiri. Dhamiri hushuhudia kwa habari ya kila kitu unachofanya. Na giza likisha kuyajua hayo, likisha kumiliki tu, inatengeneza dhamiri bandia, linazunguka ile dhamiri ya kweli. Sasa kunakuwa na utata. Leo unasema ndio, kesho unasema hapana. Lakini ukitulia ile dhamiri kabisa ya original, ile ya kweli, itakwambia ile jambo sasa. Sawa? Kwa hiyo tuelewane vizuri kwamba kabla ya hizi imani tulizonazo, uumbaji ulitukamilisha. Kabla ya imani tulizonazo, dunia nzima, kila mtu, kila kiumbe, kabla ya imani tulizonazo, maana yake kujifunza aina ya namna yoyote ile unayoamini nayo. Kabla ya hiyo, maisha matakatifu yalikuwepo. Yaani kuishi maisha safi, tuliumbwa hivi. Na tukawepewa, Mungu akatuumba na dhamiri. Ile dhamiri kazi yake ni kukushuhudia kwamba hiki unachokifanya ni sawa na hiki ambacho unakifanya sio sawa. Kwa hiyo uumbaji ulikamilika. Tofauti sana na leo tunajua kwamba imani ndio itakamilisha maisha yako. Si kweli, uumbaji ulikukamilisha. Hebu sema muumbaji alinikamilisha. Muumbaji alinikamilisha. Yaani kabla hujaenda mahali unapoita kanisani au kwenye mahali popote kwa kujifunza mambo ya imani, elewa kabla ya yote, elewa kwamba muumbaji alikukamilisha.
Ndio maana ya sura na mfano wa Mungu. Maana yake ulikamilishwa. Pasipo kitu chochote. Ukiishi dhamiri yako ya ndani. Maana yake yale maisha ni matakatifu. Kwa sababu yeye alikuumba ni mtakatifu. Wewe ni sura na mfano wa mtakatifu. Sasa leo kwa nini tunautafuta utakatifu? Wakati tuliumbwa na sura na mfano wa mtakatifu. Uumbaji haukuumba mtu ambaye anahitaji kuja kutakaswa baadaye au kutubu. Uliumba mtu mkamilifu. Na kila mtu aliwekewa dhamiri imuongoze katika maisha yake. Katika namna ya Mungu, pasipo kuongea na mtu yote. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa? Nisikilize vizuri. Sasa wakati unapokuja kwenye maisha ya tunayoishi sasa, tunajikuta katika imani za kila namna. Kila mtu anashindania imani yake. Kristo anashindania imani yake, Muislamu anashindania imani yake, na huko ndani ya Ukristo wenyewe kuna imani 2000 kidogo, na kila mmoja anashindania ya kwake katika Bwana. Anashindania kwake katika nani? Katika Bwana. Kwani ni sawa au sio sawa? Yaani ukimweka Pentecoste hapa, ukamweka Mlutheri hapa, kila mmoja anashindania ya kwake. Wanasema wote ni Wakristo. Kule ndani ya Ukristo kuna makundi. Sawa au sio sawa? Na kila mmoja anajitahidi kuboresha. Na kazi zitainuka kila siku. Hizo kazi zimejaa wito, lakini maboresho yanaongoza. Wito hauna nguvu kama maboresho. Amen. Na nisikilize. Sasa twende taratibu. Kwa hiyo maana yake ninapozungumzia maisha mapya, rudi nyuma tunapokwenda kwenye asili. Pale kwenye asili tunaukuta mwanzo. Tunaukuta nini? Mwanzo. Ule mwanzo ulikuwa ni uumbaji. Ule uumbaji, kabla ya uumbaji kulikuwa na muumbaji. Kulikuwa na nani? Muumbaji, yaani Mungu. Na baada ya kuumba kawepo Mungu na muumbaji. Ni sawa? Ni sawa? Jamani, nauliza ni sawa? Sasa pale kwenye kitabu cha Mwanzo sasa ukisoma. Mwanzo 1 na kuendelea anasemaje? Wangu unaanza kuonekana vizuri. Rangi inaongezeka. Taratibu tunaboresha. Mwanzo 1:1 anasemaje? Hapo nini? Hapo mwanzo. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo. Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Alafu alipoumba mbingu na nchi ikawaje? Na nchi. Kwanza tena taratibu. Aliumba mbingu. Aliziumba mbingu na nchi. Na nchi. Vitu vingapi hapo vinaonekana? Hapo mwanzo. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi hiyo, sio mbingu. Nchi ilikuwa nini? Ukiwa. Tena utupu. Nchi hiyo. Maana ukiwa maana yake kitu kisichokuwa na mwenyewe. Si ndio? Maana yake hakuna mtu wa kukitunza wala kukiangalia. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hapo tunaona kitu cha tatu kinaitwa nini? Giza.
Sasa huu mwanzo unaozungumzwa hapa, nisikilize vizuri. Huu mwanzo unaozungumzwa hapa ni mwanzo uliokuwepo siku Mungu alipokuja kuumba. Huu mwanzo, hebu sema huu mwanzo ulikuwepo siku Mungu alipokuja kuumba. Kwa hiyo Mungu alipokuja kuumba, maana yake kuna uumbaji ulikuwa umefanyika kabla ya siku ile ya uumbaji. Ulikuwa na uumbaji tayari umekwisha kufanyika. Kuna uumbaji ulikuwa umekwisha kufanyika kabla ya ule mwanzo ambao Mungu alikuja kuziumba mbingu na nchi. Yaani mbingu na nchi zilikuwepo na giza lilikuwepo. Kulikuwa na vitu vingapi? Vitatu. Siku Mungu alipokuja kuumba, ile siku ya kwanza akaumba ABC, siku ya pili akaumba ABC, siku ya tatu akaumba ABC. Kabla ya hizo siku, mbingu, nchi na giza zilikuwepo. Vitu vingapi vilikuwepo? Vitatu. Sasa hili giza unaloliona hapa, hili giza unaloliona hapa si kwamba hili liliumbwa. Twende taratibu sasa. Hili giza unaloliona hapa kwenye Mwanzo moja na kuendelea, haimaanishi lile liliumbwa. Lile lilikuwa ni matokeo ya kinyume cha muumbaji. Maanake Mungu hakuumba giza, ila giza lilikuwa ni matokeo ya kinyume cha muumbaji. Maanake kama ni kinyume cha muumbaji, maanake muumbaji alikuwa nani? Muumbaji alikuwa nani? Nipo kwa sauti. Hiyo nuru gani? Labda ikipata. Nipo kwa sauti, alikuwa nani? Muumbaji alikuwa nuru. Maanake ili giza unaloliona kwenye Mwanzo moja ni matokeo ya kinyume cha nini? Nuru. Maanake ili giza kwenye kitabu cha Ezekiel na vitabu vingine inaonyesha ndio ile anaitwa nyota ya nini? Ya alfajiri. Maanake hakuwa giza, alikuwa nyota inayong'aa, yenye uwezo wa kung'aa. Unisikilize vizuri. Nyota yenye uwezo wa kung'aa. Kwenye wakati kunapopambazuka asubuhi, kunakuwa na mpishano wa usiku na mchana. Unajua ule mpishano hata ukiwasha taa huwa imuliki. Usiku unajua hiyo. Wakati wa mapambazuko ile asubuhi, kuna eneo wakati vinapishana kutoka giza kuja nuru, kuna eneo ambalo huwa taa haiwezi kumulika. Si ndio? Yaani haionyeshi kwamba ni usiku au ni mchana, hata haimuliki. Haya hapo hata jioni. Wakati nuru inapoondoka giza linaanza kuja, ule mpishano pale kuwasha taa huwa imuliki. Ni kweli au si kweli? Si maisha ya kawaida hiyo unaishi. Hiyo si habari ya roho tena. Bali yale maisha yako ya kila siku. Ni kweli au si kweli? Sasa hapa imeandikwa hivi. Yaani huyo Lucifer alikuwa ni nyota ya nini? Ya alfajiri. Manake alikuwa na uwezo wa kuangaza kwenye lile eneo. Lile eneo ambalo taa ya kawaida haiwezi kuangaza. Hata mbalamwezi huwa haimuliki pale. Sijui kama mnafahamu. Haimuliki. Yaani pale unabidi usubiri pajitokeze penyewe. Yaani itoke usiku kwenda mchana ndio uone. Lakini huna uwezo wa kuweka mwanga wote pale ukakuondolea ile aina ambayo haijulikani kama ni usiku au ni mchana. Hasa huyu unayemsikia giza hapa, hiyo nuru yake ilikuwa na uwezo wa kuangaza pale, ndio maana akaitwa nyota ya alfajiri. Kwa hiyo giza halikuumbwa. Giza ni matokeo ya kinyume cha. Shika naeleweka. Kwa hiyo giza ni matokeo ya nini? Ya kinyume cha.
kinyume cha nini? Nuru. Giza ni kinyume cha nini? Cha nuru. Sasa unapoliona giza lipo katika uso wa vilindi vya maji, haimaanishi liliumbwa hivi. Haimaanishi. Lile giza lilikuwa ni nyota ya alfajiri, ila lilijiondoa kwenye asili. Lilijiondoa kwenye asili ya aliyeliumba. Yaani yule aliyeumba kwa maana ya Mungu ni nuru. Lucifer alipojiondoa akawa giza. Akawa nini? Giza. Kwa hiyo akaleta aina mpya ya maisha yanayoitwa nini? Giza. Giza likuwepo. Giza ni matokeo ya kinyume cha nuru. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa? Amen. Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Nataka nikuoneshe njia iliyonyooka ikusaidie kwa haraka. Uachana na vitu vingi ambavyo unadhani vitakusaidia leo na kesho. Havitakusaidia. Imagination haitakusaidia. Reality vitakusaidia. Amen. Nisikilize vizuri. Sasa, kwa hiyo maana yake giza ni matokeo ya kinyume cha. Basi wewe watu ukisikia giza, endeleza hapo mbele, kinyume cha. Yaani maana yake hapa kuwepo na giza. Giza ni kinyume cha aliyekuwepo. Aliyepo na atakaye kuwepo. Sasa, kwa hiyo kulikuwa na vitu vitatu. Ili giza halikuwa giza kwa maana ya uumbaji. Ilikuwa giza kwa maana ya kinyume cha uumbaji. Kwa maana yake, kwa maneno mengine tunaweza tukasema kwamba mbingu ilikuwepo, nchi ilikuwepo, na nini kilikuwepo? Na nini? Nuru. Asante Mungu, nimekupenda. Hicho ndio unatakiwa uelewe. Hapa kuwepo na giza. Yaani maana yake katika uumbaji ambao hauonekani pale kwenye Biblia sasa. Unaonesha kwa kabisa kwamba mbingu ilikuwepo, mbingu zilikuwepo, nchi ilikuwepo, na nuru ilikuwepo. Sasa kwenye Mwanzo pale anaonesha sio hivyo tena. Maana mbingu zipo, nchi ipo, na giza lipo. Twende soma pale mbele anasemaje? Ndio taratibu. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Roho wa nani akatulia juu ya uso wa maji? Roho wa Mungu. Huyo ni giza au ni nuru? Maana yake nuru ikatulia juu ya uso wa nini? Wa maji. Ndio akasemaje? Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Akasema iwe nuru, ikawa nuru. Hapa tutajifunza huko mbele, sababu kuna sehemu ya ndani kidogo ambayo hiyo ni ngumu kidogo. Lakini akasema iwe nuru. Ile nuru maana yake Kristo. Maana yake Yesu. Hiyo tutajifunza mbele, sasa hizi utaelewa. Ingia hapo tu, tutakufuruka. Jifunze tu. Ile mbele itakuja kuwa rahisi sana kwa sababu utakuwa umeshajifunza vitu vingi ambavyo vitabeba hicho ambacho tutakufundisha wakati huu. Amen. Amen. Sasa, kwa hiyo Mungu akasema iwe nini? Nuru.
Mungu akasema iwe. Kwa hiyo sasa Mungu aliposema iwe nuru, kuna vitu vingapi sasa vinaonekana au vinapatikana? Vingapi? Vinne. Cha kwanza mbingu, cha pili nchi, cha tatu giza, cha nne nuru. Mambo mangapi? Huu ni uumbaji au ni matokeo ya uumbaji? Lazima tukubaliane hapo kwanza. Hivi vitu vinne ni matokeo ya uumbaji au ni uumbaji? Nauliza, mbingu, nchi, giza, nuru ni uumbaji au ni matokeo ya uumbaji? Najua kuna ile, basi twende mbingu, nchi, nuru. Hata hii giza ni uumbaji kwa sababu ni kitu ambacho kiliumbwa kikaenda kinyume cha. Sasa likiwa kinyume cha, maana yake uumbaji haujapotea. Uko pale pale. Maana yake ni kama mtu aliyekwama akaletwa mtu mwingine. Si ndio? Mtu anapokwama akaletwa mwingine haimaanishi yule sio mtu tena. Ila ni mtu aliyekwama, ameongezewa jina la pili. Lakini mtu. Sasa hili giza ni uumbaji. Na nuru ni uumbaji. Ambao sasa uumbaji kwa maana ya sura na mfano. Yaani tunapozungumzia nuru tunazungumzia Mungu. Uelewe kabisa. Tukizungumza nuru tunazungumza Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Lakini uko tusiende. Turudi hapa nyuma. Mahali pa rahisi. Kwa maana yake sasa kuna mbingu, kuna nchi, kuna giza na kuna nini? Nuru. Nimeandika hivyo vitu vingi. Anauliza marafiki zangu hapa mbele. Nimeandika vitu vingi vilivyonyooka. Mbingu, nchi, giza, nuru. Sawa? Hakikisha umeandika hivyo. Kwa sababu hivyo ndio vitu ambavyo utaishi mpaka mwisho. Sasa maana yake uumbaji unaonyesha kwamba kuna vitu viwili tu. Kuna vitu vingapi? Viwili tu. Au kuna maisha ya aina ngapi? Maisha ya aina mbili tu. Maana yake ni kwamba kama hautaishi giza, utaishi nini? Nuru. Na kama hautaishi nuru, utaishi nini? Giza. Maanake kama hautaishi Mungu wa kweli, utaishi miungu. Na kama hautaishi miungu, utaishi Mungu wa kweli. Hapo katikati hapo. Kama hautaishi Mungu wa kweli, utaishi miungu. Na kama hautaishi miungu, utaishi Mungu wa kweli. Yesu akasema ukiwa vuguvugu, maana yake ukiwa haueleweki. Kule kwenye nuru inakutapika. Nuru ikikutapika maana yake imekupeleka gizani moja kwa moja. Sasa tunaelewana. Pendo. Bwana asifiwe. Nasema hivi, yani hapo ulipo tupo Kristo kule mbali. Nikuoneshe aina nyingine ambayo iliyo bora na ya ukweli na sahihi sana. Hiyo unahitaji hata kutiana moyo na mtu. Hapo ulipo ni mambo mawili tu. Kama hauishi Mungu, utaishi miungu. Na kama hutaishi miungu, utaishi Mungu. Maanake hapo ulipo, weka Ukristo na Uislamu na Ukatoliki na Upentekoste kule pembeni. Hapo ulipo vitu viwili tu vinatakiwa vionekane.
Kama wewe sio nuru, ni giza. Kama wewe sio giza, ni nuru. Vitu vingine vyote ni njia zetu za kumtafuta Mungu. Lakini njia ya Mungu kwetu, kama wewe sio nuru, ni giza. Na kama wewe sio giza, ni nuru. Ukiwa hapo katikati, Yesu anasema unatapika. Yaani ukiwa ueleweki. Wewe sio nuru, wewe sio giza. Sio swala la wewe sio Mkristo, wewe sio Muislamu, hatukuelewe. Hao ni watu na wewe. Lakini Mungu na wewe, mambo mawili. Kama wewe sio nuru, ni giza. Kama wewe sio giza, ni nuru. Imeisha. Weka msalaba mrefu hapa. Kama wewe sio nuru, ni giza. Kama wewe sio giza, ni nuru. Msalaba una chochote. Chora picha ya Yesu. Kama wewe sio nuru, ni giza. Kama wewe sio giza, ni nuru. Wai kanisani asubuhi. Wai msikitini Ijumaa. Mapema sana. Kama wewe sio nuru, ni giza. Kama wewe sio giza, ni nuru. Ni aina za maisha, ni uumbaji. Sasa tunapojifunza maisha ya imani, tunashindwa kwenda kwenye ukweli. Yaani kunakuwa na kizuizi. Kunakuwa na nguvu inayotuzuia tusiende kwenye ukweli ambao utatupa ile reality. Yaani ule ukweli ni upi sasa? Maana sasa huku duniani tulishachanganyikiwa. Yaani hapo unasikia hapa kila kilichoanzishwa kimerekebisha kilichokuwepo. Hakuna kitu kipya. Lakini ukweli ni upi? Bila Ukristo, bila Uislamu, bila upagani, bila Uhindu, bila Ubudha, sijui dini gani. Bila hizo zote. Kuna maisha aina mbili tu mpendwa. Kama wewe sio nuru, hata ukivaa kanzu nyeupe kama mtumishi wa Mungu, umevaa nguo nyeupe kuonyesha hii ni ishara ya mtumishi wa Mungu, wewe bado usivae. Kama wewe sio nuru, ni giza. Na kama wewe sio giza, ni nini? Ni nuru. Uhitaji kuongea na mimi ili uonekane wewe ni Mkristo au ni Muislamu au ni mpagani. Huku ndani kwako, maisha yako yanakushuhudia wewe ni nuru au ni giza. Na kwa sababu kila aina ya imani ina namna ya faraja kwa watu wake. Na ile faraja inalenga moja kwa moja ile namna ya imani ile, sio namna ya Mungu. Alafu uzuri moja, hakuna andiko ambalo unalitaka Biblia haina. Hata ukitaka kunywa sumu leo, lazima utapata andiko la kukusaidia. Yaani chochote unachotaka leo, hata kutapeli mtu, lazima utakuta mahali panakusaidia kwamba hata fulani naye, hata fulani. Unaona hata hao Wakristo wanaojiita sasa wa kiroho sasa, anakuambia unajua hata ile anasema hata ukiangalia kwenye Biblia, Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa na watu wengi, sijui alioa na mtu, hata ukiangalia Suleiman alioa okay. Kwa sababu hakuna aina ya maisha utakayotaka Biblia isikupe. Lakini Mungu hakupa. Ila Biblia inakupa. Sasa Biblia ni Mungu. Biblia ni Mungu. Uumbaji unaonesha mambo manne: mbingu, nchi, giza, nuru. Uumbaji unaonesha Ukristo, unaonesha upagani, unaonesha Uislamu, unaonesha giza na nuru. Kama wewe sio giza, ni nuru, na kama wewe sio nuru, ni giza. Sasa endelea kujiita Mkristo kwa mahali fulani, wewe jipambe vivyo utakapoweza, lakini elewa tu, kama wewe sio giza, ni nuru, na kama wewe sio nuru, ni giza. Hizo ndizo aina mbili za maisha pekee zilizopo. Hizi zingine zote ile inaitwa artificial. Ni vitu, ni imagination, ni vitu vya kufikirika. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe hakusema kwamba ameleta Ukristo. Alisema Yesu alileta nini? Alileta nini?
Yana maisha gani? Kweli. Imeandikwa wapi kwamba alileta maisha mapya? Kweli na uzima. Kweli. Yesu anasemaje kwa habari ya kuja kwake? Anasema nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Au amesema nimekuja ili awe Kristo wa ulimwengu? Amesema amekuja ili awe nuru ya ulimwengu, maana yake aina ya maisha. Sasa ndipo ninapokufundisha kwamba siku ile Mungu aliposema na iwe nuru, maana yake ilikuwa Kristo. Nikiendelea kufundisha utaelewa tu, wala ina ugumu wote. Kwa sababu yeye mwenyewe alipokuja alisema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu. Niwe nuru ya ulimwengu. Yaani aangaze, yeye awe nuru. Kwa sababu ulimwengu ni giza. Ili kila kilichoko gizani chenye asili ya nuru kione nuru, kifuate nuru. Kwa sababu uumbaji ni nuru, sio giza. Giza ni matokeo ya kinyume cha muumbaji. Giza ni matokeo ya kinyume cha muumbaji. Kwa sababu muumbaji ni nuru. Muumbaji ni nini? Ni nuru. Si kama tuko sawa? Tuko sawa? Muumbaji ni nani? Ni nuru. Ni nuru. Ndio maana aliposema iwe nuru, ikawa nuru. Hakuna mahali Mungu alisema na iwe giza. Maana alisema hivi. Maana yake giza ni matokeo ya nuru iliyoasi. Amen. Amen. Anasemaje katika waraka ya kwanza wa Yohana 1:5? Na hii ndio habari niliyosikia kwake na kuhubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Mungu ni nani? Ni nuru. Kwa maana yake ukitaka kuishi maisha ya Mungu aliye hai, hayo maisha yanajulikana kama nini? Nuru. Yanajulikana kama nuru, sio Kristo. Mungu sio Mkristo. Mungu ni nuru. Ni mng'ao. Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni nuru. Anasema na wala giza lolote hamna ndani yake. Anaonesha na maisha yote hapo. Anakuonesha nuru kwamba iko na Mungu wa kweli, na anakuonesha giza kwamba ni kinyume cha Mungu wa kweli. Ile amri ya kwanza anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Manake Mungu kinyume chake ni miungu. Manake hakuna hapo katikati. Usipoishi Mungu kwa maana ya nuru, utaishi miungu kwa maana ya giza. Kuna maisha ya aina ngapi? Mbili tu. Nuru na giza. Yaani tukizungumza kwa habari ya maisha, twende mbele zaidi. Twende kwenye imani. Kuna imani za aina mbili. Kama sio nuru ni giza, na kama sio giza ni nuru. Hapa ulipo sasa hivi wala usiwaze sana. Ndio maana nakufundisha kwa haraka sana kuweza kuishi maisha mapya ya nuru, kwa sababu kwa kadri unavyoelewa ndivyo ile nuru inavyoongezeka ndani yako, na kwa kadri nuru inavyoongezeka ndivyo giza linavyozidi kutupwa mbali na maisha yako. Kadri unavyozidi kuelewa, ule ufahamu tu, sio maombi, ufahamu.
ndivyo nuru inavyozidi kuongezeka. Kiwango cha nuru kinaongezeka. Kwa sababu kile unachojifunza kimetoka kwa Mungu. Mungu ni nuru. Kwa chochote unachokipokea kwa Mungu ni nini? Ni nuru. Kama unapokea nuru, uumbaji unaonesha uliumbwa nuru. Alafu ikaonesha kwamba ukapotea ukaenda gizani. Sasa maana yake ni kama restoration, tunarudisha kilichokuwa kimepotea. Ndio maana Yesu anasema alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Ni nani alisema hivyo? Yesu au ni Biblia imesema? Yesu. Alisema yeye amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kitu kinachotafutwa kwa maana ya kimepotea, maana yake kimetoka kwenye origin yake, kimetoka kwenye kweli yake, kikaenda maisha mengine. Mwenye hicho kitu sasa anakitafuta. Kwa hiyo kama Mungu ni nuru, maana yake hicho kilichopotea kilikuwa nini? Ni nuru. Amekuja kuitafuta nuru yake iliyopotea. Kwa sababu ile asili ya kuumbwa kwetu ni nuru. Sio kwamba watu walikuwa nuru kwa kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, hapana. Uumbaji ni nuru. Sasa wamekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Maana yake nuru imepotea. Ile sura na mfano wa Mungu ikapotea. Kwa hiyo kama sura na mfano wa Mungu ilipotea, nini maana yake? Kitu kilichopotea pale ni sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo ikawa sura na mfano wa nini? Wa miungu. Sasa amekuja kurudisha. Na hiyo ndio kazi iliyoko tu. Hakuna kazi nyingine. Ni kurudisha kilichopotea. Sura na mfano wa Mungu. Ile ni nuru. Ila ilipojitenga na Mungu kwa kweli, ikawa nini? Giza. Ndio hivyo tu. Kama shetani, yeye alikuwa nyota ya alfajiri. Alipojitenga na nuru ya kweli, akawa giza. Kadhalika, mwanadamu alikuwa ni nuru. Alipojitenga na Mungu, akawa giza. Sasa aliyemuumba amekuja kumtafuta ili amrudishe tena. Lakini ile asili ya nuru inapotea, haipotei. Hebu soma Yohana 12. Mstari 36. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Iaminini nuru hiyo. Ili mpate nini? Ili mpate kuwa wana wa nuru. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Anasemaje hapo mbele? Nani aliyasema hayo? Hayo aliyasema Yesu. Akaenda zake akajificha wasimuone. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake akajificha wasimuone. Anasema maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru. Kwa hiyo tulitupaswa tangu mwanzo tuwe na imani ya kuamini nini? Nuru. Nasoma kwenye vitabu sasa. Na imani ya mitume, na imani ya nini, na muamini Mungu Baba aliumba mbingu na nchi. Ni kweli. Lakini ilitakiwa iende mbele. Akifika mahali panapoitwa nini? Nuru. Kwa sababu huo ndio ukweli. Kwa sababu ile nuru ndio mwanzo. Yaani hapa ulipo, ukiamka asubuhi, jiangalie. Kama wewe sio nuru ni giza. Kama wewe sio giza ni nuru. Ukilala jioni, jiangalie. Kama wewe sio giza ni nuru. Kama wewe sio nuru ni giza. Hapo katikati hakuna. Anasema maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru ili mpate kuwa wana wa nani? Wa nuru. Tunasema nuru. Nuru. Kwa sala la imani, kuna imani ya nuru. Kinyume cha nuru ni nini? Giza. Na kuna imani ya nini? Ya giza. Basi. Hakuna imani ya Ukristo,
wala Muislamu wala ya dini gani. Wewe kama sio nuru, ukae kanisani, ukae msikitini. Wewe kama sio nuru ni giza. Kama sio giza ni nuru. Basi kesho. Wale dini haina chochote itakusaidia. Ila ukweli utakuweka huko. Amen. Amen. Nani mwenye swali mpaka hapo? Ndio. Naomba kufafanua hapa kwa giza. Mwanzo nielewa kwamba giza halikuumbwa bali ni kinyume chake. Sasa hapa tunaposema mbingu, nchi, giza na nuru, Yaani ile giza pale ni kinyume cha ndio kiliumbwa. Pale ni nuru iliyoasi. Giza lililoandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, maana yake ni nuru iliyoasi. Ikawa nini? Giza. Siku Mungu anapokuja kuumba sasa viumbe vyote na nini vinaonekana leo na nini. Giza lilikuwepo. Lakini hilo giza si kwamba ni giza kwa kuumba, ila ni giza kwa kinyume cha nuru. Lenyewe lilikuwa nuru. Maanake ile giza lililoandikwa pale, elewa tu kwamba ni nuru iliyoasi. Maanake hapa ulipo hauna jinsi ya kukwepa. Yaani kama hauko nuruni, uko gizani. Na sio kwamba uko ndani. Yaani wewe ndio giza. Na mtu mwingine anasema, "Yaani uko niko gizani kabisa." Wewe huwezi kuwa gizani. Wewe ukiona uko gizani, wewe ndio giza. Na ukiona uko nuruni, wewe ndio nuru. Unajua akili yako ipo inakwambiaje? Jaribu ninapoenda pale, kuna nguvu za giza sana pale. Inabidi niombe sana. Kama wewe ni nuru, ukienda pale nini kitatokea? Ni giza litatokea au nuru itaangaza? Nuru itaangaza. Sasa wewe unatafuta ya nini? Niambie sasa, hayo maombi unayotafuta ya kuondoa giza ni nini wakati wewe ndio unaondoa giza bila maombi? Kwa sababu wewe ni nuru. Yesu alisemaje katika Mathayo 5:14? ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nani ni nuru ya ulimwengu? Manake kwa maneno mengine kama hauko nuruni angesemaje? Ninyi ni giza la ulimwengu. Sasa kumwambia mtu ni giza anakasirika kabisa. Ni giza. Yaani manake amesema ninyi anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusikirika ukiwa juu ya mlima. Maanake sisi ni nuru. Maanake wewe unasema nuru iangaze, maanake wewe ndio unatakiwa uangaze. Na kuangaza sio sasa uliumbwa hivyo. Ila ukazaliwa mahali ambapo ni kinyume cha nuru, ukawa giza. Sasa Yesu akasema amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Maana anaturudisha kwenye ukweli wa kuumbwa kwetu. Ndicho kinachofanyika hapa. Ule ukweli wa kuumbwa kwako, wewe ni nuru, mimi ni nuru. Na akasema sisi ni nuru ya ulimwengu. Maana sisi ndio tunaong'aa gizani. Unajua inakuwa ngumu kuingia kwa sababu ya maisha ambayo tumeishi. Hasa wale wanaishi kwenye maisha ya ulokole. Ndio inakuwa ngumu sana kuelewa kwa sababu sasa maisha yaomba maombi yote. Na haelewi tena nini kinachoendelea. Lakini hapa nataka nikwambie tu kirahisi kabisa. Yaani ile nuru sio kwamba inang'aa kumbe. Wewe ndio nuru. Maana ukienda mahali penye giza unatakiwa nuru iangaze. Yaani wewe uwe nuru gizani. Kwa sababu Yesu alikuja ili awe nuru ya ulimwengu. Na Yesu huyo amesema sisi ni nuru ya ulimwengu. Si kitu kile kile. Yeye alikuja awe nuru. Na mimi ni nuru. Anasema ili kila muamini yeye asikae wapi? Gizani.
asikae gizani. Kila mwaminie Yesu asikae gizani. Kwa tunachokazania hapa ni mtu mmoja awe nuru. Shika, tunaelewana? Nuru sio kitu cha kutafuta, tuliumbwa hivyo. Ila tukaenda kinyume cha, kama ile ya Mwanzo 1. Tulipoenda kinyume cha nuru, tukawagiza. Yesu akaja kutafuta ili kuturudisha kwenye asili yetu, kwenye maisha yetu. Hiyo ndio kazi tunayo hapa. Siku zote mpaka mwisho. Hiki ndio tunachokipigania. Kurudisha ule ukweli wa kuumbwa kwetu kwenye maisha yetu, uishi mzazi wetu. Amen. 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 Tuko sawa? Mwenye swali mwingine? Ndio, karibu. Unasema kwamba mwanzoni kulikuwa na nuru. Tulipoasi ndio giza likawepo. Sasa kilitokea nini? Ni ule kuasi kwa Adamu na Eva au uasi gani ambao ulisababisha giza likawepo? Wakati nuru kwa maana ya Lucifer alipoasi, hata Adamu na Eva bado walikuwa hawajaumbwa. Vile vitu vinne pale ni kabla ya Adamu na Hawa kuumbwa. Yaani kabla zile siku 6 za uumbaji. Mbingu ilikuwepo, nchi ilikuwepo, nuru iliyoasi ilikuwepo, na nuru halisi ikaja. Narudia tena. Mbingu zilikuwepo, nchi ilikuwepo, nuru iliyoasi ilikuwepo, na nuru halisi ikaja. Vitu vingapi? Aliposema na iwe nuru, Mungu akatenga nuru na giza. Uumbaji ukaanzia pale. Sasa vitu vingine viumbe vikawepo nini? Akasema nchi itoe vitu vyake, itoe vitu vilivyo navyo. Nchi itoe. Au unasoma pale? Nenda kasoma ile Mwanzo 1 yote tena kwa upya sasa. Utaona picha mpya kabisa ambayo hujawahi kuexperience kwenye maisha yako. Yaani nchi ilipoumbwa, iliumbwa na vitu vyote vitakavyoishi juu yake. Kama una habari. Ndio maana siku ile uumbaji Mungu akaiamuru nchi itoe ilivyo navyo. Au hujui? Sina andiko pale. Sasa leo science ya kawaida uone inapingana na Biblia. Inakwambia hichi kitu kina miaka milioni 6. Hamna. Hiyo science ni uongo. Sasa sio uongo, ni ukweli. Na je, elimu ya nuru ni uongo sasa? Ni kweli kwa sababu mbingu na nchi zilikuwepo kabla hiyo miaka ambayo tunaihesabu. Kabla hii miaka tunayohesabu. Kuanzia kule BC before Christ mpaka baada ya Kristo. Ile before, kabla ya Kristo inaanzia pale kwenye uumbaji, si ndio? Lakini sasa science inakuonesha na viumbe vina miaka milioni 6, vina miaka milioni ngapi? Sasa ina maana hii mbona Biblia inaonyesha hata kama kuna miaka 20? Kwa sababu kutoka pale kuja mpaka kwenye Yesu kuzaliwa ilikuwa ni miaka mingapi? Lazima ni miaka 500 before Christ. Ilikuwa miaka mingapi before? Ni miaka michache sana. Sasa science inakuonyesha kwamba huu mkandamizo si wa hewa, si wa nini uliotengeneza madini ni miaka milioni sijui ngapi. Sasa
vile ni miaka wakati Biblia inaonyesha kwamba Mungu alipoumba mbingu na nchi hata miaka 20 bado. Maana baada ya Kristo sasa ni miaka 2000. Sasa uone ni kuchanganyana. Kendo kusoma elimu ya sayansi inakuondoa kwenye imani mapema asubuhi. Unajua unasema ise sayansi imethibitisha bwana. Na ni kweli. Sasa kwa sababu sisi ni watu wa maandiko bila Roho Mtakatifu. Tunasema imeandikwa. Sasa mtakisha kuonesha vidole pale na anakuonesha ilikuwa andiko sina huko mwisho. Ongea nini tena? Lakini ukweli ni kwamba kabla ya siku ile uumbaji na viumbe vilikuwepo. Sema vilikuwa kwenye nchi. Sasa nchi ilikuwa haijapewa kuishi ilicho nacho. Ndio maana ilikuwa ukiwa. Yaani kama una pesa benki na huna ruhusa ya kuzichukua mpaka siku itakapofika au wakati utakapofika ndipo upewe bana sasa kachukua zile pesa zako uanze kuzitumia. Kwa hiyo ulikuwa na nchi ukaishi. Siku ile Mungu alipokuja ukiwa nchi ulikopo. Sababu nchi ilitoa ilivyonapo ikaanza kuishi. Ndio maana hata leo ukizaliwa unaitwa mwananchi. Yaani wewe ni mtoto wa nchi. Kama unajua mtoto wa baba na mama, wewe ni mtoto wa nchi. Kwa sababu Yesu alisema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana kama hujazaliwa mara ya pili, wewe ni mtoto wa nchi. Kwa sababu hata baba na mama naye ni nchi. Si udongo ule. Anasema ukizaliwa kwa roho sasa ndio unakuwa mwana wa Mungu. Anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Mwili ukizaa ni nchi. Kwa sababu vyote vilitokana na nchi. Ndio maana mwili ukitoka hapa unarudi kwenye nchi. Mwili una nyumbani. Na roho ina nyumbani. Mwili ni nyumba ya roho. Mwili umetoka kwenye nchi. Roho imetoka kwa Mungu. Nchi ilikuwa ina roho. Ndio maana sisi tunaitwa sura na mfano wa Mungu. Nchi haina roho. Nchi ina mwili. Ndio maana ukizaliwa unaitwa mwananchi. Si mwananchi bana. Mwananchi alafu haufikiri kwamba unasema nini. Maana yake wewe ni wa udongo. Ndio maana ya mwananchi. Yaani ni mtoto wa udongo. Kwani unajua maana ya mwananchi? Mwananchi maana yake mtoto wa udongo. Mtoto wa nchi, mwana nchi. Naelewa. Kwani Adam nini? Adam si udongo. Kwa mjui na hilo pia. Yaani wakati unajisifia ni mwananchi mzalendo, wewe ni mtoto sio wewe na baba yako na mama yako na wewe wote ni mali ya nchi. Nyinyi ni watoto wa nchi, yaani watoto wa udongo. Sasa ukizaliwa mara ya pili ndio unaitwa mwana wa Mungu, kwa sababu unazaliwa katika roho. Nimekuvuruga. Au umenielewa? Nilichotaka nianze kuonesha mwaka huu. Tunaanzia hapa. Kwamba kama wewe sio nuru ni giza na kama wewe sio giza ni nuru. Hapo ndo tunaanzia. Ndio. Mimi na swali. Mwanzoni ulisema kwamba mtu ambaye kazaliwa katika nchi mtoto wa nchi. Lakini ukizaliwa mara ya pili unakuwa mtoto wa mwana wa Mungu. Kwa hiyo swali langu ni hivi, mtu anayezaliwa mara ya pili na akaitwa mwana wa Mungu, kwamba kazaliwa katika nchi ya kiroho au umezaliwa katika ufalme wa Mungu. Na hicho ndio tutafundisha pia mwaka huu. Kwa sababu watu wanasema kule mbinguni anashindwa kuelewa hicho kitu anachokizungumza kiko ndani yake. Yaani kinatakiwa kiwe ndani. Lakini sasa hivi mawazo yako yanakuonesha kule ulikozaliwa mara ya pili ni kule mbinguni. Yaani haionyeshi kwamba ni ndani yako. Yaani hicho kitu hayo maisha yako ndani. Na wewe ufalme wa Mungu uko ndani. Si haionyeshi mpaka sasa. Ndio maana unawaza unasema
ngoja nikamlingane Mungu. Mungu yuko wapi? Mungu yuko mbinguni na mimi niko wapi? Niko duniani. Sasa kuna kazi hapo. Lakini anasema wale waliosoma hata teolojia wanasema yani Mungu yuko kila mahali wakati wote, si ndio? Au sio hivyo wanasema? Yani Mungu yuko kila mahali wakati wote. Nani anaweza akafikiri akaeleza maana yake nini? Kama Mungu yuko kila mahali pote, huyu Mungu ni mkubwa kuliko hii dunia au yukoje mpaka yuko kila mahali wakati wote? Ni sawa. Ni sawa. Mungu ni unaongea kwa sauti. Mungu ni nini? Mungu ni nuru. Sasa nenda kwa watu wa science wakupe mwendo kasi wa nuru. Alafu waambie wakupe mwendo kasi wa nuru halisi. Ndio maana yake. Sasa rafiki yangu bariki. Utakuwa maana. Ukianza kuelewa hizi science ikusumbui. Mwambie kuna mwendo kasi ambao hamtaka mumpate. Kwa sababu anaposema yuko kila mahali wakati wote, maana ile ni mwendo kasi wa nuru. Sasa kuna mwendo kasi wa nuru, alafu kuna mwendo kasi wa nuru halisi. Yaani dunia haiwezi kutusumbua kwa fahamu huu. Science haiwezi kwenda juu ya hapa tulipo. Manake Mungu yuko mahali kila mahali wakati wote, manake ule ni mwendo kasi wa nuru halisi. Mwendo kasi wa nuru halisi. Kuna mwendo kasi wa nuru iko kwenye vitabu vya kisayansi, si ndio? Sasa tutafute kitabu kinachoelezea nuru halisi. Hicho bado hakipo. Hicho tutakiandika sisi. Naambia kama hatutaandika sisi, tutaandika wanaokuja baada yetu wataandika, kwa sababu elimu hii itazidi kukua kubwa. Hilo ni swali limetatiza watu wengi duniani. Nasema Mungu yuko kila mahali wakati wote, maana yake yuko ndani. Sasa mbona unamuita sasa kama yuko ndani yako? Amesema duniani mahali pa kuweka miguu yake. Shute. Hii inakaa bara gani sasa? Kwa Amerika au Afrika? Labda anabadilisha bara leo. Yaani mawazo ni mengi sana. Kimsingi elewa Mungu ni nuru. Amen. Na akiwa kwenye nchi hawi huku hewani, lazima awe ndani ya mtu. Lazima awe ndani ya mtu. Sio sisi tumetaka hivyo, ni yeye mwenyewe. Anasema au hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Maana yake hii miili, labda niseme hivi, uumbaji unaonesha kwamba huu mwili ni nyumba ya Roho. Sio roho ya mtu tu, na Roho Mtakatifu na Yesu na Baba wote wanakaa ndani yangu. Sasa ukienda kinyume cha, ukiwa giza, roho chafu zinaishi. Ndio maana tukiomba tu zipo ndani zinaishi. Ukiomba tu zipo ndani zinaishi. Kwa sababu uumbaji uko hivi, kwamba mwili ni hekalu la Roho. Maana kama sio roho safi ni roho chafu. Haliwezi kuwa wewe upo kama giza basi, na zile nani za giza zote zitakuwepo. Na upo kama nuru basi, hapo vita vitaanza. Nuru giza litaanza kusukumwa nje, na nuru itazidi kuingia na kutawala. Mwisho wa siku utakuwa Bwana asifiwe. Ninachoelewa ni kwamba ukisoma Efeso 3:10 anasema ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane, na falme na mamlaka
katika ulimwengu wa roho. Kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Ya kanisa. Maana yake kuna hekima ya Mungu ambayo bado ipo. Hiyo ipo, haijaja bado. Ipo. Kwa sababu, kwa nini haijaja? Kwa sababu bado kanisa halijajengwa. Kanisa likikamilika, hiyo hekima itakuja, kwa sababu itakuja kwa njia ya kanisa. Itapita kwenye kanisa. Sasa kanisa sio jengo la mtu. Maana yake ndani ya mtu. Haitapita kwenye lile jengo ambalo unalijenga. Itapita kwa mtu aliyejengwa, ambaye kanisa linapatikana ndani yake. Ile hekima itapita ndani yake. Halafu falme na mamlaka zitaitambua katika ulimwengu wa roho. Maana yake ulimwengu halisi sasa itathibitika katika ulimwengu wa kivuli, maana katika ulimwengu wa damu na nyama. Na dunia nzima itajua kwamba maarifa haya yamekuja kwa njia ya kanisa. Maana yake yatapita kwa mtu mmoja. Maana yake bado kuna hii inaitwa teknolojia, kuna mambo ambayo bado Mungu anayo. Anasubiri tu kanisa likamilike kwa mtu mmoja, apitishe yale maarifa pale. Halafu yajulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Yaani katika ulimwengu halisi. Halafu yathibitike katika ulimwengu wa kivuli. Ndio maana tunapokazana kujenga kanisa, hiyo bidii tunayo, kwa sababu kuna mambo ambayo hayatakuwepo katika ulimwengu huu mpaka pale kanisa litakapokamilika. Yaani kanisa siongelee kikundi cha watu. Kanisa naongelea mtu mmoja aliyejengwa kwa njia ya neno la Mungu pekee, mpaka akafikia kiwango kinachoitwa ukamilifu. Kama alikuwa ni mtu wa kupata degree ya kiroho, aipate, au masters ya kiroho, aipate, au PhD ya kiroho, aipate. Yaani kwa maana amekamilishwa katika ukamilifu wa kiwango ambacho kinakubalika mbele za Mungu kama kanisa. Yale maarifa yatapitishwa kwake, yatajulikana katika ulimwengu wa roho, na falme na mamlaka yatakuja katika ulimwengu huu, na dunia nzima itajua kwamba haya maarifa yametoka kwa Mungu wa kweli, kwa sababu yamepitia kwa wale watu wake. Amen. Amen. Hii science unayoiona, kuna namna ambayo Mungu atakuja kutukuzwa nayo katika vizazi vijavyo. Hii science mpendo, yani maana yake ni kama hata kama basi ukwenda kusikiliza neno la Mungu mahali popote, maana yake bado kuna namna utalisikia tu. Kwa sababu science itakuwa inaishi ulimwengu huu ikiwa imebeba ile nuru yenyewe na huwezi kubishana nayo. Ndio anasema kwa njia ya nini? Ya kanisa. Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi kwa njia ya kanisa. Sasa kanisa hakuna hekima, itakuwaje? Sika unaelewa? Hapa tunapambana kujenga nini? Kanisa. Sio jengo. Ile ni nyumba. Matofali yale sio kanisa. Kanisa linajengwa ndani ya mtu. Hilo likikamilika, likifikia kiwango cha muumbaji alichokikusudia, nini kinatokea? Maarifa, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi itapita kwa njia ya kanisa, itakuja ulimwenguni, na dunia nzima itathibitisha kwamba kuna maarifa yameingia na yamepitia kwa kanisa. Na ile ndizo sababisha hofu ya Mungu kwa kila, hata yule ambaye haamini. Sasa atajua kwamba kuna nuru na ni maisha ya kweli, na ndio science yenyewe. Kama sasa hivi hapa nakwambia Mungu ni nuru, ndio maana yuko kila mahali. Maana kule ni mwendo kasi wa nuru halisi. Sasa hiyo science. Science ya leo ina uwezo wa nuru. Science itakayokuja kesho itakuwa na uwezo wa nuru halisi. Ipi itakuwa ndio bora? Nuru halisi. Na itaandikwa na watu wataishi, ila itakachotokea watu wote watajua kwamba hii imetokana na muumbaji mwingine. Amen.
Amen. Nani ana swali? Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, kwa andiko hilo lililokoti hapo la Efeso 3 mstari wa 10. Ni kwa jinsi gani unaweza ukagundua au kufafanusha kwamba hilo kanisa unalolizungumza sio hayo makanisa tunayoyajua, au ile tunayosema kanisa la Kristo kwa mazoea, kanisa la Kristo? Ni kwa namna gani unafanusha na kunifanya yaani kumfanya mtu aelewe kwamba kanisa unalozungumza sio hayo majengo, lakini ni lile ambalo Yesu Kristo atajenga kwa mtu fulani? Yesu alimwambiaje Petro? Juu ya mwamba huu. Alimwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitafanyaje? Haitalishinda. Huo mwamba aliosema ni ama tofali ya kawaida au ni mwamba huu? Huo mwamba ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Juu yake atalijenga nini? Kanisa. Lakini akionyesha nani? Petro. Manake Petro atajengwa juu ya ule mwamba. Manake atajengwa juu ya nani? Ya Yesu. Kwa hiyo mwanzo wa Petro utakuwa nani tangu sasa hivi? Utakuwa ni Yesu. Manake asili ile ya Petro kama Petro itabadilika kutoka kwa baba zake na itasoma maisha mapya. Kwa sababu mwanzo umebadilika, asili imebadilika. Ule mwamba ulioandikwa pale una siri nyingi. Na ukitaka kujua nenda kwanza ka Google usome tabia za mwamba. Halafu uelewe mwamba halisi ambaye ni Yesu. Yeye atafanya nini? Kama hii miamba ya kawaida inafanya hayo yote ambayo inasifika nayo, je, mwamba ambaye ni Yesu atafanya nini? Maanake ule mwamba utakuwa ni mwanzo mpya wa maisha ya nani? Ya Petro. Maanake atakuwa amekuwa cut off, yani ametengwa na ile asili ya baba zake. Maanake atakuwa anaishi asili mpya ambayo ni Kristo mwenyewe. Ndio maana kama mnakumbuka kule nyuma niliwaambia moja ya mambo ambayo Mungu aliniambia kwa uwazi ni kwamba elimu hii itabadilisha asili ya mtu kwenye damu. Itabadilika. Sasa kama Yesu ndio asili yako mpya, damu itaishije asili ya baba zako? Maana itarukaje ule mwamba ije kwako? Kwa sababu moja ya kazi za mwamba ni kutenga au kulinda. Si ndio? Ukiweka mwamba hapo, maana ukija unakuzuia kwenda mbele. Unakuzuia kuingia, unakuzuia kutoka. Maana umekutenga. Sasa kama Yesu ndiye mwamba wa Petro, maana yake amemtenga Petro na milango ya wapi? Ya kuzimu. Milango ya kuzimu maana yake nini? Kizazi. Sio milango ile lazima iko kwenye mbuyu, si njia panda, si baharini upande wa kushoto. Tumedanganyika hapa. Watu wanaenda kesho siku anafunga eti malango ya kuzimu yako pale. Sasa pale nafungaga na kuyafungua. Yesu alisema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maana kile kanisa litajengwa ndani ya nani? Ya Petro. Juu ya nani? Ya Yesu. Na anasema milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake kizazi hakitalishinda. Kwa sababu milango ya kuzimu shortly, then definition ambayo iko very clear. Milango ya kuzimu maana yake kizazi. Kwa sababu kilianza na mtu wa kwanza akawa mlango wa kuzimu kwenye nchi. Akazaliwa wa pili ikawa milango. Akazaliwa wa tatu ikawa milango. Akazaliwa wa nne milango. Wa 100 milango. Yaani maana yake kila mmoja hapa anafikiwa. Kwa sababu aliyeko nyuma yako ni mlango wako. Au yuko kwenye mwili au ametoka kwenye mwili ni mlango, kwa sababu hakunaga kufa.
Ukiishi giza, kutoka kwenye mwili utaendelea na maisha ya giza. Yanaitwa maisha ya mauti. Ukiwa nuru, kutoka kwenye mwili utaendelea na maisha ya nuru. Yanaitwa uzima wa milele. Kwa hiyo milango haikomi. Inaendelea kufanya kazi kama kawaida hapo kwa. Na kinachosumbua leo watu wote duniani, hakuna cha uchawi, hakuna cha mtu aliyokutapeli, hakuna cha kazi haendi vizuri, kuna watu wabaya. Milango ya kuzimu ndio tatizo la kila mtu. Hayo mengine yote ni matokeo ya kazi za milango ya kuzimu kwa mtu. Wala usihangaike. Kweli wachawi watakuloga na ni kweli. Na siku moja atakuja kwambia sisi ndio tunakuloga. Lakini kama milango haijafunguka, hawawezi kukufikia. Kwa sababu kumuona mtu kwa nje haimaanishi unaweza kuingia ndani yake. Ili uweze kuingia ndani ya huyo mtu, lazima upite kwenye milango inayohusiana na huyo mtu. Maana yake lazima apate kibali kwenye kizazi cha kwenu. Upitishwe kule, wapitishe kule ndio ufikiwe. Ni kama tawi la mti na mti. Hilo tawi la mti kama lina dalili za kukauka, ukalipelekea maji, ikipata neema ya kuongea, itakwambia peleka kwenye shina. Nitakwambia mimi sina uwezo wa kupokea, na kiu kweli lakini sina uwezo. Pelekea kwenye shina utaniletea. Peleka pale kwenye shina, aichukulie naenda kwenye mizizi. Mizizi inapandisha kwenye tawi la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Kija jioni na mtoto yule nimekaa hivi, nishashiba maji. Nimekunywaje? Kwa jinsi ya roho. Tena si kwa jinsi ya roho. Kwani umeyaona? Ile umeona mabadiliko tu kwa nje. Jamani yule mtu ulikuwa unakufa. Sasa hivi uko vizuri. Uko vizuri. Uko vizuri. Kachunguza umepataje hayo maji? Milango. Bila milango yake kufunguka haipati. Na ile milango inapo sijui ni sayansi gani sasa. Inapohitilafiana na tawi linakauka na mengine yanaendelea. Wanakata tu pala wapeleki chochote. Ninajika ukia hapo ndio unakuja kuchukua kaa huko. Ni sayansi. Na ndio giza linaishi hivyo na sisi mpaka leo. Ukiliuziuzi linakata kila kitu pale kwa kunaanzisha ugonjwa malaria, homa, iponi, unaenda unakutini kukauka mtu unakufa. Hizo nimekukatia umeme. Nimekukatia na maji. Nimekata na chakula. Lazima ufe. Alikuwa utakufa mwenyewe. Natural. Nafikiri Yesu aliyekemea mapepo, aliyefufua wafu. Kwa nini asimwambie Petro nitajenga kanisa langu ambalo wachawi hataniweza? Alimwambia leo wanakoleta wanapambana na wachawi na watu wabaya. Wewe kaa tumeroga. Kama sio kuroga ni eti kuna mtu mbaya. Tumshirika kwenye maombi. Wewe ndio mchawi. Na mtu mbaya wapi aliandikwa kuna mtu mbaya? Yaani Mungu aliumba mtu mbaya. Kwa sababu unapozungumzia mtu unamaanisha uumbaji. Mama, nimejibu swali lako kwa sehemu au nimeanza kujibu au nimeshinda kabisa? Jibu kwa sehemu. Kwa sehemu? Ndio. Wapi ambapo sijakufikisha? Mimi nilikuwa na nilichokuwa nataka. Kwanza nishukuru hilo andiko lilokuti hilo la Petro hilo. Niliweka sawa siku ile ya tarehe 8 mwezi Disemba, sijasahau. Sasa hii hapa ndio nilikuwa nasema, nilikuwa najiuliza ninaposema kwa njia ya kanisa. Kwa njia ya kanisa manake kilichojengwa ambacho ni Yesu mwenyewe amejenga kupitia Roho Mtakatifu, mwalimu, kiongozi na mtume wetu ndani ya mtu. Ukikafikia kiwango kinachotakiwa kwake Yesu mwenyewe, ukifikia kiwango kinachotakiwa, yeye ndio atakiita kanisa, sio lile alilojenga mwenyewe. Kwa mtu ndani ya mtu. Ndio. Na ule ukamilifu wake sio wewe unao, ni yeye anao. Kwa hiyo mwenye uwezo wa kukuita wewe kanisa ni yeye mwenyewe, sio wewe. Wewe una uwezo wa kuita lile jengo na uliingia kila siku kama pale kanisani kwako, lakini hapo ndani huna uwezo huo. Mwenye nalo ndio atasema ile kanisa langu. Maana yake lipo. Kama alipo atasema tuko kwenye ujenzi.
Sawa. Asante. Kama unapokwenda pale kwenye jengo unasema hili ndio kanisa letu tunajenga. Sasa halijakamilika. Likamilika wewe ni jengo litasema limekamilika au ni wewe utasema limekamilika? Mwenye nalo ndio atasema limekamilika. Kadhalika na maisha ya roho. Kanisa likijengwa ndani yako, mwenye kulijenga na mwenye hilo kanisa ndio mwenye uwezo wa kusema limekamilika. Wewe huna uwezo huo. Na mwenye matumizi nalo sio wewe. Ni yeye mwenye nalo. Ndio maana amesema kwa njia ya kanisa. Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi itapita pale. Itajulikana na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Sasa hilo kanisa si mpaka lijengwe. Amina. Mpaka lijengwe. Swali lingine dogo. Ikifika jioni, yani najua mimi ni nuru ama ni giza. Kuna indicators za kunifanya nijue. Kwanza kabla andiko lolote, ambiambili yote na fundisho lolote, dhamiri yako na shuhudia. Yaani ile namna yako ya kuumbwa inakushuhudia kwamba wewe ni nuru. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na swali pale ambapo amesema kwa mtumishi kwamba Mungu hajaumba mtu mbaya. Hajaumba mtu mbaya. Ndio. Amesema hivyo sasa. Hapo kidogo sijaelewa. Maana kwenye Mithali nimesoma hivi. Mstari 4 na mstari 16. Anasema Bwana Mungu amefanya kila kitu kwa kusudi lake na ameumba na wabaya kwa siku ya ubaya. Sasa hiyo ni hayo tunazungumza yanaitwa matokeo ya uumbaji, sio uumbaji. Lazima uelewe kitu hiki. Kwanza kuna uumbaji na matokeo ya uumbaji. Sasa ninapokuuliza swali nakuuliza wewe unazungumzia wapi? Kwenye uumbaji au kwenye matokeo? Sasa unakuta kwenye uumbaji hujui na matokeo hata hujui. Na swali limekuja. Kwa lazima ujifunze kwanza ili unaporudishwa swali uulize, hivi wewe unauliza kwenye uumbaji au kwenye matokeo ya uumbaji? Kwa sababu kuna uumbaji na matokeo yake. Hii giza ni matokeo ya uumbaji. Sio uumbaji. Au sio? Giza ni nini? Giza ni matokeo ya uumbaji, sio uumbaji. Uumbaji ni nuru. Nuru iliyoasi ikawa giza. Nuru iliyoasi, maana yake nuru iliyojitenga na nuru halisi ikawa giza. Nuru iliyojitenga na nuru halisi ikawa nini? Giza. Kwa hiyo giza sio uumbaji, ni matokeo ya uumbaji. Uumbaji ni nuru. Shika vizuri sana. Giza sio uumbaji. Giza ni matokeo ya kilichoumbwa. Lucifer anaitwa nyota ya alfajiri. Ule ni ndio uumbaji. Lakini ile giza sio uumbaji. Ni matokeo ya Lucifer. Hapo kwa Lucifer. Lucifer maana yake nyota ya alfajiri. Mng'ao. Alikuwa anang'aa. Alipoasi akawa giza, sababu alijitenga, ni kama taa. Hizi taa zote za umeme zinazowaka hapa zikitengwa na kule umeme unakotoka zinaishi giza, lakini zikiunganishwa zinaishi nuru. Ndivyo uumbaji ulivyo. Lucifer maana yake alijitenga na nuru halisi, na inaonyesha hakujua kwamba hawezi kuwa nuru mwenyewe. Hicho ndio hakujua. Kwa hiyo aliangamia kwa kukosa maarifa. Wa kwanza kuangamia kwa kukosa maarifa ni Lucifer. Inaonyesha kulikuwa sijui kama kuna elimu walikuwa wanafundishwa au la. Kama wale walikuwa ni watendakazi. Sasa kilichomwangamiza pale ni maarifa alikosa. Yeye alijua ule mng'ao ni wa kwake. Asijue kama ni taa na chanzo cha umeme.
Manake taa bila nguvu ya umeme ni giza. Sasa akajua atakuwa tu nuru kwa sababu ni nuru. Tena ya alfajiri, maana kule mng'ao ulikuwa sio wa kawaida. Una uwezo wa kung'aa pale kwenye mapambazuko wakati giza na mchana vinabadilishana. Yeye pala anang'aa. Na unaona ile nuru. Akajua nitakuwa nuru. Hata nikisema kwanza nimpindue Mungu au nifanyeje? Yaani akajua yeye ataendelea kuwa nuru. Kwa hiyo giza ni matokeo ya nuru iliyoasi. Kwa hiyo giza sio uumbaji. Giza sio uumbaji. Giza sio uumbaji. Mungu hakuumba giza. Giza ni matokeo ya uumbaji ulioasi. Giza ni matokeo ya uumbaji ulioasi. Manake kama ni matokeo ya uumbaji ulioasi, manake lilikuwa nuru. Manake Lucifer alikuwa nuru, akaasi, akawa giza. Ndio maana anasema kuna imani za aina mbili tu na kuna maisha aina mbili tu. Kama sio nuru ni giza, na kama sio giza ni nuru. Imeisha. Ngoja kwa siku uumbaji ni matokeo ya uumbaji. Uumbaji hauna cha ubaya wala uzuri. Yaani ubaya na uzuri vilitokea, ni matokeo ya uumbaji. Uumbaji unaanza kutoa matokeo. Yaani msije mkamkote Mungu vibaya. Mungu hakuumba shetani, yaani hakuumba, sika unanielewa? Yaani hakuumba giza. Giza ni matokeo ya uumbaji, wapendwa, hilo mshike sana. Na hapa ndio tumechanganyikiwa. Leo tunashika kila mtu ana imani yake, lakini zote kuja kwenye elimu ya ukweli ni hewa. Ukisema una imani ya Kristo ni hewa. Shika unaelewa? Yaani hizi imani tulizonazo umeshika hewa kwa sababu hakuna kwenye uumbaji, hakuna Ukristo. Mungu hakuumba Ukristo. Kwenye uumbaji inaonesha nuru tu na kilichokwenda kinyume cha nuru, basi nuru tu na nuru iliyoasi. Ndio maana anasema Mungu ni nuru. Ingekuwa Mungu ni Mkristo angesema Mungu ni Mkristo, wala hakuna upagani wote ndani yake. Amesema hivyo? Amesemaje? Mungu ni nuru. Na hivi ndio vitu shetani hataki mtu ajue. Yaani hapa atapambana na usiku kucha leo. Akikutafakarisha anakuambia hapana bwana, haiwezekani. Yaani na maana sisi yaani kwanza nisikia watu. Hata msisikia hicho. Hata mimi na mashaka. Yaani iko Yesu ina maana unamkana Kristo. Yesu mwenyewe akuleta Ukristo. Yesu mwenyewe. Walioleta Ukristo ni wapagani, waliona wanafunzi wa Yesu. Wakaona wanatembea kama Yesu, wanaongea kama Yesu, wakasema hawa ni wale wa Kristo hawa. Yaani maana kwa wafuasi wake. Watu wakapokea hapo. Sasa angalia maisha unayoishi leo. Hayana chembe ya Kristo. Hayana chembe ya Kristo. Hata kisayansi hayana. Ni giza tu. Ndio maana ukienda hospitali ukipima unakuta kuna malaria na kansa. Hiyo si matokeo ya giza. Sasa manake nini kina dominion, ile dominion manake hayo maisha ya mtu yametawaliwa na giza. Kwa sababu hata ukienda kwenye vipimo vya kisayansi vinatoa matokeo ya giza. Unaweza kuomba usile hiki, usifanye hiki, upandisha teremsha muongeze miaka 2-3 hapo. Hizo ni kazi za giza tu. Sio kazi za Ukristo wala za Uislamu za upagani. Ni kazi za giza. Na akasemaje? Nuru yang'aa gizani na giza halikuiweza hiyo nuru. Kwa hiyo tunapolikabili giza tunalikabili kwa namna ya nuru. Hakuna silaha nyingine. Hakuna nguvu nyingine. Hakuna nyenzo nyingine. Hakuna maisha mengine. Ni nuru.
Haya mambo mengine yote tumefika hapa kwa neema, sio kwa haki. Neema imetusaidia. Sasa neema ikikusaidia haimaanishi kwamba unaelewa. Kwa sawa? Yaani wewe ukitembea hapo njiani, habari wewe elewa tu, kama wewe sio nuru ni giza. Kama wewe sio giza ni nuru. Yaani imeisha. Habari ya Ukristo na Uislamu hizo ni hadithi zenu mtabaki nazo. Ni kama darasani. Darasa la 7 utajua aletia bidii, utaona ameenda somo mwani. Ambaye hakuelewa haonekani shule ya msingi wala sekondari haonekani. Maanake neema imekubeba. Neema ikikubeba usizoee kama maisha yako. Ina mwisho. Mwisho ni kujaribiwa. Jaribiwa ukishindwa, hautaonekana ulikotoka wala ukotakiwa. Maanake imeisha. Nani mwenye swali mwingine? Hapa ndio tunaanzia sasa. Mlima utakuwa mkali. Sio mwepesi. Siache kuomba ili Mungu atuwezeshe. Amen. Amen. Maana hii ni shule wapendwa. Hapa kila mtu maisha yake atabadilika kwa bidii yake. Sio ya kikundi. Bidii yako tu kama darasani. Bidii yako. Bidii yako. Hapa faraja hapa haingii. Jana moyo hakuna. Hapa ni bidii yako. Maana kuambiwa alitakusaidia wala wimbo mzuri hautakusaidia. Yaani kwa vitu vya kuhamasisha roho yako. Sio kama vina impact yote katika Mungu. Au ni wape mfano? Ni wape mfano. Sikasirika na hiyo. Hivi mtoto wako akiwa mwisho darasani, alafu akaja akwambia anakusifia nyumbani, baba hakuna mtu kama wewe hapa mjini. Mjini. Yaani watu wote wanasema wewe ndio bingwa hapa mjini, unaenda na nguvu. Unaweza piga mji mzima. Mtoto anakusifia alafu ndio mwisho darasani. Utafurahi. Hayo yote aliyokuambia ni ya ukweli kwako. Lakini yeye unafurahi yote unaipata kutoka kwake. Maneno yake mazuri yanakufurahisha. Nini kitakachokufurahisha kutoka kwa mtoto? Ni ile namna yake mwenyewe ya kuweza jambo. Akienda shuleni akawa tano bora, manake hauambiwi mzazi zungumza. Unasimama na kujionyesha haraka kwamba mimi huyo mtoto ni mwanangu huyo. Si ndio? Hata asipokuambia baba wewe ni wa maana, wewe unajisikia fahari kwa nani? Kwa mtoto. Sasa wewe walokola tunapiga mapambio. Yes, ni wangu. Uzima wewe. Uji kusoma, uji kuandika, una chochote. Sasa nimemwabudu Mungu mpaka mbingu zimeshuka. Mungu atashuka mkuje kufanya. Hiyo furaha Mungu anaipata wapi? Wakati huelewi jinsi yoyote ya kutatua tatizo lolote. Huelewi. Yaani huna hayo maarifa. Alafu anasema nimemwabudu Mungu mpaka ameshuka. Ameshuka kutoka wapi? Na amekwenda wapi? Yaani leo ibada ilikuwa na nguvu za Mungu sana. Kutoka wapi? Zile ni emotions. Hakuna chochote wapendwa. Mimi nawaambia ukweli. Nenda kasome habari za mtu mmoja kwenye Biblia ambaye hakuimba, hakusifu, hakuabudu na hakusema Mungu ni mzuri. Mungu akajisikia huyo anaitwa Ayubu. Hakuwahi kuimba pambio kama Daudi. Lakini Mungu alijisifia akasema, akamwambia shetani. Shetani akamwambia nimepita kule dunia, akamwambia umemwona mtu wangu anaitwa Ayubu? Wewe sifikiri leo Mungu anathubutu kusema umemwona mtu wangu hapa? Hapa hebu nani mwenye uwezo anyoshe mkono aseme, nani Mungu ana uwezo wa kusema? Yaani kule mbinguni anajisifia anasema, umemwona mtu wangu? Atathubutu kweli? Mtu wako. Ayubu hajaiva pambio hata moja. Hata moja. Wimbo wa sifa kuimba hata mmoja. Aina ya maisha ya Ayubu kwa maana ya ufahamu. Ndio maana kule mwisho anasema Mungu Ayubu hakumtenda Mungu dhambi. Hakumtenda. Nini kilisababisha asimtende Mungu dhambi? Angalia yale mambo yote aliyopitia. Angalia majibu ya Ayubu. Sio majibu ya mtu mwenye maumivu, ni majibu ya mtu mwenye ufahamu. Majibu ya Ayubu hayakuonesha
upumbavu, ujinga huu ambao sisi tunaishi leo. Umekosa tu mkate, Mungu mbona umeniacha wakati jana nilikutolea sadaka? Yaani Mungu jana anahitaji pesa zako akupe mkate kweli? Ayubu ametoa majibu yaliyonyooka. Akasema Bwana ametoa. Bwana ametoa. Jina la Bwana lifanyeje? Ule ni ufahamu mpendwa, sio upendo. Kwa sababu aliyetupenda ni Mungu, sisi tumempenda Mungu. Wewe una chembe sifa yote ya kumpenda Mungu. Ila Mungu ana sifa ya kukupenda kwa sababu yeye ni upendo. Amependa kisichopendeka. Ndio maana hata leo unapoimba Mungu nakupenda, wewe unaimba unafiki. Wewe unampenda Mungu kweli? Jipime tu toka asubuhi mpaka jioni kama wewe ni nuru au giza. 96, 98 nasoma giza. 2% nasoma nuru. Hapo hakuna kitu. Alafu unaimba Mungu nakupenda. Wewe sema Mungu unanipenda. Usiimbe Mungu nakupenda. Naimba Mungu nakupenda. Ni maneno inatoka moyoni au ni mdomoni? Inatoka katika ulimwengu wako wa roho, inatoka mdomoni. Haya yote ni kujifunza. Wewe kasome habari za Ayubu, uone mtu mmoja ambaye hakuimba wimbo wa kuabudu na Mungu akajivunia. Alafu angalia majibu yake. Mpaka mke wake, yani giza limetumia mpaka mtu wa karibu kabisa. Mtu wa karibu kabisa. Yani mtu wa karibu kabisa mke wake. Basi mkufuru huyo Mungu. Maana amechoka kumtunza. Na anaona mbona mtu wa Mungu kila kitu hapa kitaisha na watoto wameishi. Wapendwa, yule ndio mtu alikuwa anafahamu hiki ambacho tunataka tufahamu. Ndio maana Mungu anajivunia. Umemwona Ayubu mtumishi wangu? Leo mpendwa Mungu asema tukusema hivi hapa. Ndio maana sasa safari ndefu. Lakini tukitia bidii na uhakika Mungu atajivunia. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Maana makusanyiko yote leo yalioko, utafikiri watu wanamwabudu Mungu kweli katika roho na kweli. Kila mtu ana ajenda yake moyoni. Huyu anataka nyumba, huyu anataka mke, huyu anataka mtoto, anataka hiki, kitu kimeweka pale. Anatega tu sikio asikie sawa yote. Sasa tunaomba. Afadhali. Sasa maombi yangu imefika. Mambo mangapi leo? Amesema mtumishi anasema dakika ngapi? Na kesho tutatosha maombi kweli. Sasa kilichompeleka pale sio kujifunza, ni matatizo. Kwa sababu isikie Mungu anajibu maombi. Kwa ameenda pale kuomba, hataki kitu kingine. Kwa hiyo anataka kitu cha kwanza amlete Mungu hemani. Kwa hiyo ataletwaje kwa sifa? Piga sifa lisa. Alafu unaambiwa sasa Mungu ameshakuja, mwambie unachotaka. Hana alikuwa wapi na wewe uko wapi? Mungu ni roho. Na waabudu halisi watamwabudu katika roho na manake uwezi au maisha kama hujajifunza. Maana sio Mungu akuabudiwa kwa kikundi, ni kwa jinsi ya roho. Na kwa jinsi ya roho ni maana yake ni wewe peke yako, sio sisi wawili. Mungu ni roho. Na wale watakaomwabudu watamwabudu katika roho na kweli. Sasa tukikaa hapa, roho yangu na roho yako zinaongea, hamna. Mawasiliano yapo hakuna. Wewe unajua unachowaza sijui. Wewe unajua ninachowaza hujui. Sasa tunaabuduje kwa kikundi? Unaweza kuabudu kwa kikundi kweli? Kikundi ni mahali pa kufundishana. Alafu tukitawanyika, tunaenda field kazini. Ni kama chuo, hiki ni chuo. Tukitoka hapa tunaenda kazini. Kule kazini wewe peke yako, hatuko tena wawili. Yaani tukishatawanyika hapa ndio imeisha. Sasa unaenda kuishi unajifunza. Maana unaenda field mwenyewe. Hiyo ndio ibada inaanzia hapo. Ukiondoka hapa ndio ibada inaanza. Hapa sasa hizi ibada inasimama kwanza ili ujifunze. Alafu kutoka hapa uanze kuishi ukijifunza. Maana kile ndio ibada. Amen. Amen. Nani mwenye swali? Ndio tunaanzia hapo mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumefika mwisho.
tutaendelea Jumapili. Haya, tumshukuru Mungu wetu. Na maombi mtatuma. Mwanze kuomba hayo maombi kila mmoja. Kwa sababu mambo ambayo tutaendelea kuyaomba wakati tunaendelea kujifunza. Mwisho yani ni ukiri na kuna mambo ya ziada. Sasa kila mmoja amwishi wakati tunaendelea kujifunza tutafika hapo. Amen. Tautuma kama sio leo kesho. Wapendwa, hakuna jinsi ya kushinda hivi vita vya roho kama maarifa hakuna. Hakuna, usijidanganye. Sawa? Tupambane, jifunze. Jifunze ndio kila kitu. Sema Baba mtakatifu. Baba mtakatifu. Mungu ni hai. Mungu aliye hai. Muumba wa mbingu na nchi. Muumba wa mbingu na nchi. Muumba wa viumbe vyote. Muumba wa viumbe vyote. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Vinavyoonekana na visivyoonekana. Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo. Baba wa Bwana wangu Yesu Kristo. Baba wa mkombozi wangu Yesu Kristo. Baba wa mkombozi wangu Yesu Kristo. Baba wa mwokozi wangu Yesu Kristo. Baba wa mwokozi wangu Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante kwa kunipenda. Baba, asante kwa kunipenda. Asante kwa kunizaa mara ya pili. Asante kwa kunizaa mara ya pili. Kwa neno lako lenye uzima. Kwa neno lako lenye uzima. Mbegu isiyoharibika. Mbegu isiyoharibika. Mbegu isiyochakaa. Mbegu isiyochakaa. Bali hudumu hata milele. Bali hudumu hata milele. Baba, asante kwa maisha mapya. Baba, asante kwa maisha mapya. Asante kwa mwanzo mpya. Asante kwa mwanzo mpya. Asante kwa kizazi kipya. Asante kwa kizazi kipya. Asante kwa asili mpya. Asante kwa asili mpya. Neno la Mungu lenye uzima. Neno la Mungu lenye uzima. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa njia ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nimefanyika asili mpya ya maisha yangu. Nimefanyika asili mpya ya maisha yangu. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Sadaka ya ukombozi wangu. Sadaka ya ukombozi wangu. Nimefanyika asili mpya ya maisha yangu. Nimefanyika asili mpya ya maisha yangu. Na kwa sababu hiyo. Na kwa sababu hiyo. Tangu sasa. Tangu sasa. Sio mimi ninayeishi tena. Sio mimi ninayeishi tena. Bali Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bali Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yu hai ndani yangu. 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 Wala sina maisha mengine. Wala sina maisha mengine. Wala sina asili nyingine. Wala sina asili nyingine. Bali Kristo Yesu. Bali Kristo Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Yu hai ndani yangu. Yu hai ndani yangu. Yeye amefanyika mwanzo mpya wa maisha yangu. Yeye amefanyika mwanzo mpya wa maisha yangu. Asili mpya ya maisha yangu. Asili mpya ya maisha yangu. Mwanzo mpya wa maisha yangu. Mwanzo mpya wa maisha yangu. Asili mpya ya maisha yangu. Asili mpya ya maisha yangu. Na kwa kuwa yeye ni nuru halisi. Na kwa kuwa yeye ni nuru halisi. Mimi ni nuru. Mimi ni nuru. Mwana wa nuru. Mwana wa nuru. Niliyezaliwa na nuru. Niliyezaliwa na nuru. Na asili yangu mpya ni nuru. Na asili yangu mpya ni nuru. Hayo ndio maisha yangu mapya. Hayo ndio maisha yangu mapya. Nitayaishi mimi. Nitayaishi mimi. Na kizazi chote kitakachopita kwangu. Na kizazi chote kitakachopita kwangu. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Asante kwa maisha mapya. Asante kwa maisha mapya. Na asante kwa mwanzo mpya. Na asante kwa mwanzo mpya. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakushukuru. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Ni mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Baba, ninakushukuru wanao tunapoondoka kwenda majumbani. Tunajitiisha ndani yako na mwili wa mwana kondoo Yesu.
Baba, ukatutangulie, ukatulinde, ukatutunze tena na ukatupe wakati mwingine kusanyika mbele zako kujifunza yale yampasayo na yote yakayo kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.